Mambo vipi? Ni Trust Media, usisahau kusubscribe lakini pia kubonyeza alama ya kengele. Mimi naitwa Dix ili kupata update zaidi. Bana, mshambuliaji wa timu ya au klabu ya Ujerumani pale Bayern Munich anaitwa Michael Olise. Bana, Michael Olise kwenye mchezo kati ya Real Madrid na Bayern Munich ndiye ambaye alifunga bao la mwisho ambalo lilisababisha pia Bayern Munich kuenda hatua ambayo inafuata kwenye mashindano ya UEFA Champions League. Sasa mchezaji huyu hapo unaambiwa iwapo timu yake ya taifa, kwa sababu jamani Mfaransa, iwapo timu yake ya taifa ya Ufaransa ikachukua kombe la dunia mwaka 2026 ambalo lachezwa pale Marekani, huyu jamaa uwezekano wa kupata Ballon d'Or ni uhakika kabisa. Kwa hiyo tutegemee labda kombe la dunia Ufaransa ikifanya vizuri, huyu dogo atakuwa ameshine kinoma noma. Lakini pia imagine Bayern walimnunua kwa dau la euro milioni 46 kutoka kwenye klabu ya Palace. Bana, nipo na mchambuzi wa masuala ya michezo Meshak, tuambie kidogo kuhusiana na hii kauli, kwa sababu huyu jamaa ikitokea labda timu yake ya Bayern Munich imechukua ubingwa wa UEFA, lakini pia ikitokea timu yake ya taifa ya Ufaransa imefanya vizuri kachukua kombe la dunia, huyu jamaa Michael Olise anaweza akapata Ballon d'Or. Kiuchambuzi imekaaje, na ni kweli au ni propaganda tu za michezo? Inawezekana kwa asilimia kubwa, kwa sababu ukienda kwenye takwimu za namba kuanzia mashindano yote ambayo amepata nafasi ya kushiriki akiwa na Bayern Munich, inakupa nafasi ya kusema ni moja ya mchezaji ambaye akapewa nafasi kubwa ya kufanya vizuri zaidi pengine na kutoa taji ama tuzo ya Ballon d'Or, kwa sababu ukienda katika eneo la ufungaji, eneo ambalo ndo watu wengi wanaanza kukuhesabu kama ubora wako, ndipo ambapo umeonekana, na eneo la pili ni performance ambayo unaonyesha uwanjani. Hakuna mwenye shaka na performance ambayo kila mtu ameiona ambayo ameonyesha chini ya kikosi cha Bayern Munich katika msimu 2025-26 dhidi ya Bayern. Kwenye msimu ambao ameutumikia mpaka sasa hivi amecheza takriban michezo 27. Katika michezo 27 ambayo amecheza amefanikiwa kufunga michezo 12 huku akiwa ameassist 18. Maana yake unaenda kuangalia tayari ni mchezaji ambaye amekuwa na mchango katika goli takriban 30 zaidi ya takriban michezo ambayo amecheza katika timu yake kwenye upande wa Bundesliga. Maana yake katika michezo 27 mpaka sasa hivi timu yake amecheza ana mchango wa magoli 30, magoli 12 ambayo amefunga, lakini vile vile assist 18. Lakini ukienda kwenye michuano mingine ambayo Bayern Munich anashiriki, kwa mfano DFL Pokal Cup, pale katika michezo 4 ambayo amecheza amefunga magoli 2 na kuassist magoli 2. Njoo kwenye michuano mama ambayo watu wengi wanamtazama na watu wameanza kumzungumza zaidi na wamebeba jina lake kwenye midomo yao, ni mchezo ambao alionyesha performance kubwa michezo yote miwili, mchezo wa Real Madrid Santiago Bernabeu na mchezo wa pili Allianz Arena pale Ujerumani, ambapo yeye alifanikiwa kufunga na alikuwa katika kiwango cha hali ya juu kwa ubora ambao alikuwa na rate ya 7.8. maana yake anakwenda kuvuka ni kufikia rate 8, maana yake ni performance ya hali ya juu. So katika UEFA Champions League katika msimu 2025-26 ambao ndio msimu huu ambapo wako katika hatua ya nusu finali na watakutana na PSG, ni kwamba hapa ameshafunga katika michezo 11 amefunga magoli 4 na kuassist magoli 5. Hizo takwimu ambazo alizonazo hapa inaweza ikakupa motisha ya kusema huenda pengine akawa kipaumbele zaidi katika kupewa UEFA Champions League. Lakini ukiangalia vile vile ni mchezaji mdogo sana ambaye ana umri mdogo, miaka takriban 24 kwa sababu amezaliwa 2001. Maana yake bado umri wake ni mdogo na unaendelea kustahimili, na huenda akawa ni mchezaji ambaye atakwenda kuchukua Ballon d'Or akiwa katika eneo dogo na umri mdogo ya kumfanya aendelee kuwa na consistency zaidi ya kuendelea kupambania mafanikio makubwa. Bana, asante sana Meshak kwa update hizo zaidi, lakini usisahau kusubscribe. Mimi naitwa Dix, hii ni Trust Media.